Tunaendelea kushukuru watu wote ambao wanaendelea kutufuatilia Tanganyika TV kwenye TikTok zetu Tanganyika TV, YouTube Tanganyika TV na pia hata kwenye Facebook tunaitwa Tanganyika TV. Ukiandika Tanganyika TV mahali popote utapata habari zetu. Kwa leo tunakuja kwenu ili tuongelee 1 2 3 kuhusiana na hotuba ambayo Rais wa Kongo Felix aliyoitoa, na kuna baadhi ya watu wengi ambao wameiona ya kwamba ina faida yeye kuongea vile. Wengine wameona ya kwamba yeye kama rais aliona kama alijishusha sana kwa rais mwenzake Kagame, yeye kwenda mbele ya umati wa watu na kuongea mambo kama na yale. Wengine wameyasupport ya kwamba alifanya vizuri yeye kuyaongea. Kwa hiyo tutachukua maoni ya baadhi ya watu kuhusiana na ile hotuba. Tanganyika TV, kwa pamoja tukupashe. Kwenye line yetu ya Tanganyika TV tuko na journalist wa Tanganyika TV. Nashukuru kwa mwaliko kupitia mada hii na kushukuru sana kuweza kunialika kabisa kulingana na mada hii ya hotuba ambayo nini mtazamo wangu kuhusiana na hotuba ambayo iliweza kutolewa jana hapo na Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Hakika ni hotuba iliyokuwa nzuri. Ilikuwa nzuri kwa watafutaji amani, maana Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imeshachoka sana na imekuwa na huba ya kutafuta amani. Na ukizingatia Kongo namna ilivyokuwa ikizugwa sana na kutokuwa kwa usalama, upungufu wa usalama ni mdogo tangu afariki hayati Mobutu hadi sasa ni machafuko kila wakati mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na huko ndiko kunakokuwa mlango wa kila vurugu yote inayoingia kusambaza kabisa na kuzugisha usalama ndani ya nchi nzima Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ila kwa mtazamo wangu wa ndani zaidi kidiplomasia, asingeweza kuzungumzia kwa siku hiyo ya jana kupitia umati wa watu wote vile. Angetafuta mwenzie, kwa maana unajua unaposema kitu kwa watu ambacho likizungumzaga mapema kwamba unahitaji utafanya vita na Rwanda, unaita baadhi ya wale ambao wanazugisha usalama unawaita wanyangalakata. Yani kuna maneno machafu ambao unaweza unazungumza lakini unakuta mwenzako yuko serious. Wewe uko Mkongomani, pengine Wakongomani wanazoea mitani mingi na unapokizungumza unajua hautakitimiza, lakini yule ambaye anakufuata je, alikutazamia vipi? Unaona yeye anachukua jambo kuwa serious, sio kitu cha kupukia tu kama kumsurprise kwamba tunaweza tukazungumza hili na likaisha. Ni jambo la kutafuta diplomasia zaidi. Angemfuata basi kwa kama vile alivyoenda Doha, ndivyo